Mwaka 2004 kocha mmoja kutokea nchini Ureno alitua kwenye dimba la Stamford Bridge. Wakati huo mmiliki mpya kwenye kikosi hicho Roman Abramovich alivyoichukua timu, na jina lake alijipa mwenyewe, alikuwa anaitwa The Special One, lakini kwa majina yake kwenye vitambulisho alikuwa anatambulika kama Jose Mourinho, ambaye alikuja Chelsea na akaweza kuibadilisha Chelsea kwa kiwango kikubwa kwenye miaka hiyo. Lakini leo sio dhumuni langu kuweza kukujulisha kutokea 2004. Leo tuko hapa kuelezea kile ambacho alikifanya baada ya urejeo wake kutokea miaka hiyo kuja 2014 2015, ambapo alirejea kwenye dimba la Stamford Bridge, huku akiwa ni miongoni mwa walimu wenye heshima kubwa sana ndani ya Chelsea. Niko na Hafiz Mnacho ambaye atakuwa anatupitisha kwenye mambo mbalimbali ambayo Jose Mourinho alibahatika kuyafanya kwa wakati huo, hasa akiwa chini ya mmiliki Roman Abramovich ambaye kwa wakati huu kwenye kikosi chetu hayupo. Niambie kwanza, Hafiz Mnacho, kitu gani ambacho kilitokea mpaka Jose Mourinho kuweza kutafutwa na kuweza kurejea ndani ya Stamford Bridge? Kwa namna ambavyo atmosphere ya Chelsea ilivyokuwa na namna ambavyo mmiliki wa timu Roman Abramovich, nafikiri kwa kipindi kile alikuwa anaangalia juu ya uhitaji wa makombe zaidi kuendelea kuipa klabu kubwa ambao ulikuwa umeshaanza kupatikana kuanzia mwaka 2004 hapo alipopasema. Kwa hiyo moja ya vitu ambavyo vilikuwa vinaweza kurudisha kwenye track ni spell ya kwanza ambayo Jose Mario Felix dos Santos Mourinho alifanya pale ndani ya Chelsea kwa kipindi cha mwaka 2004-2005. Aliacha heshima kubwa sana ndani ya Chelsea, na ni kitu ambacho kilimfanya Roman Abramovich aweze kumrudisha ndani ya Chelsea kwa msimu wa 2014-2015. Nafikiri hiki ndo kitu kikubwa ambacho kilifanya arudi, mbali ya kwamba Chelsea ilikuwa kwa namna fulani imeslow down kwa namna moja ama nyingine. Ilihitaji kupata gearing up ya sajili pamoja na kocha ambaye anaweza kuturudisha kwenye track zaidi kama moja ya vilabu ambavyo vilikuwa vinaonekana vinakuja kwa spidi kubwa kwa miaka hiyo. Baadhi ya matukio ambayo unafikiri Mourinho aliyafanya 2014 2015 hutoweza kuyasahau ndani ya Chelsea ni matukio gani? Nafikiri kitu ambacho kilikuwa ni kikubwa zaidi ambacho Mourinho alikuja nacho, kabla sijaangazia ni namna gani Mourinho aliweza kuiwin dressing room pamoja na vitu ambavyo viliweza kuturudisha zaidi kwenye ile winning mentality na mpaka kushinda ule ubingwa wa mwaka 2014-2015. Nafikiri Mourinho yeye binafsi alikuwa na ile hali ya kujiamini yeye kama yeye, kitu ambacho aliweza kukitransfer kwenye timu, na timu haikuwa timu ya kushinda tu, ilikuwa timu ya kudhibiti kila mchezo ambao ilikuwa inakutana nao mbele yake. Kwa hiyo nafikiri moja ya vitu ambavyo mimi nilikuwa na vikumbuka zaidi kwenye kile kipindi ambacho Chelsea ilikuwa chini ya Jose Mario Felix dos Santos Mourinho huyo, ni baadhi ya michezo ambayo iliweza kuamua hatima yetu ya ubingwa. Nafikiri kuna mchezo dhidi ya Manchester City ambao tulikuwa kosa baadhi ya nyota, ikiwemo Diego Costa ambaye alikuwa ni striker wetu bora kwa msimu ule, na kupitia hicho nafikiri alicheza Loic Remy kwenye mchezo ule na matokeo yalikuja kupatikana, kitu ambacho watu walishangazwa kwa sababu Loic Remy alikuja kama sajili ya kawaida na sajili fulani ya dakika za mwisho kwenye ule msimu. Kwa hiyo moja ya vitu ambavyo watu walikuwa wanasubiri kuona ni namna gani ambavyo kijana Loic Remy ataweza kukava nafasi ambayo Diego Costa alikuwa anapitia ni suspension nafikiri kwenye kile kipindi. Kwa hiyo Loic Remy alitoa performance ambayo iliweza kutoa matokeo kwenye mchezo ule, na baadaye Chelsea ikaweza kuweka gap, kama nitakuwa na kumbukumbu zaidi, ilikuwa gap la pointi 5 dhidi ya washindani wetu ambao walikuwa Manchester City kwa msimu ule. Ila vitu ambavyo nafikiri vilichagiza zaidi ule msimu ni sajili ambazo zilifanyika na watu ambao waliondoka klabuni. Moja ya vitu ambavyo nafikiri vilitusikitisha mashabiki wa Chelsea kwa msimu ule ni kuondoka kwa
kwa captain kwa moja ya cabinet ya captain, kwa maana ya Frank Lampard ambaye alitumikia Manchester City. Na nafikiri kwenye mchezo wetu dhidi yao ambao kuna dakika walikuwa nusu, nafikiri ni Pablo Zabaleta alipata kadi nyekundu, alafu Lampard anatokea benchi anakuja kuchomoa bao lile. Nafikiri ni vitu ambavyo vitakuwa mpaka leo vipo kwenye kumbukumbu nyingi zaidi za mashabiki wa Chelsea. Kwa hiyo huyu ni mtu ambaye aliondoka na alikuwa ni top scorer wetu wa muda wote ndani ya klabu, ila wakina Samuel Eto'o, Fernando Torres na pamoja na Ashley Cole na baadaye Andre Schürrle ambaye alikuja kuondoka kwenye dirisha dogo, nafikiri ni majina ambayo yaliweza kuondoka ndani ya klabu kwa msimu ule. Ila kwa dirisha dogo nafikiri aliingia Juan Cuadrado, akaingia mwanzoni mwa msimu tulipata kumsajili Cesc Fabregas, na watu walikuwa wanaulizaje namna ambavyo timu alizopita kwa maana ya Arsenal na Barcelona walikuwa ni waumini wa football fulani ya kuvutia, na watu wakawa wanajiuliza ni namna gani ambavyo atakuja kudeliver chini ya Mourinho ambaye ni kocha anaonekana kutegemea zaidi compact midfield na sometimes kupaki basi. Kwa hiyo timu ilikuwa inaonekana watu walikuwa wanasubiri kuona ni timu itacheza kwa namna gani, ila nafikiri wakina Philippe Luis pamoja na urejeo wa Didier Drogba ndio ulitikisa zaidi, kwa sababu alikuwa ameshaiacha legacy yake kabla ya kuondoka, na baadaye urejeo wake nafikiri ulichagizwa na urejeo wa Mourinho ambaye alikuja kuongeza kitu kwenye dressing room. Nafikiri hakupata michezo mingi ya kucheza, lakini kuna baadhi ya mechi ambazo aliweza kuja kuamua matokeo kwenye mchezo. Moja ya mchezo huo nakumbuka ni mchezo dhidi ya Manchester United ya Louis van Gaal, ambayo mchezo nafikiri ulimalizika kwa bao 1-1, na bao pekee la Chelsea lilifungwa na Didier Drogba. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo vilikuwa vinafanya nini watu watamani kuona kwenye spell ya pili ambayo Mourinho atarudi anaweza kuja kudeliver vipi. Ingizo la wachezaji ambao waliingia na waliondoka, ukizingatia wachezaji kama Ashley Cole walikuwa ni wachezaji muhimu sana, Frank Lampard wachezaji muhimu sana ndani ya Chelsea, na hata Samuel Eto'o na Fernando Torres ambaye tulimtoa Liverpool, nafikiri walikuwa ni wachezaji ambao wanatazamwa zaidi kama chachu ya mafanikio ya Chelsea kwa miaka ile. Kwa hiyo kuondoka na kuingia kwa watu wapya, watu walikuwa wanasubiri ni namna gani ambavyo Mourinho atakitransfer kikosi kuwa tishio kama ambavyo alifanya kwenye miaka ya nyuma ndani ya klabu ya Chelsea. Mtindo wa Jose Mourinho, defensive football, watu wengi walikuwa wanaona kama ni wanaupinga sana mfumo huu ambao alikuwa nao Mourinho, lakini sehemu alizopita ikiwepo Chelsea amekuwa anatumia mtindo huo na ameweza kupata mafanikio makubwa. Unafikiri kwa Mourinho aina hii ya mpira ndio ilimpa mafanikio, au kuna namna ambacho alikuwa nacho Jose Mourinho cha tofauti ambacho kilikuwa kinampa mafanikio zaidi pale anapoingia kwenye timu? Kwa fikra nyepesi, klabu zote ambazo Mourinho amepita nafikiri anaonekana ni mwalimu ambaye ni mzuri sana wa kupaki basi, ila ukimzingatia kuna watu ambao kuna namna ambavyo anakuwa na deliver baadhi ya hints kwa wachezaji wake. Kwa mfano tukirejea huu msimu ambao alirudi kwa awamu ya pili ndani ya Chelsea, nafikiri midfield yake kwa kiwango kikubwa mara nyingi utakuta Ramirez, labda Matic pamoja na Cesc Fabregas, na namna ambavyo Matic alikuwa akioperate na Fabregas, unaona kuna namna Matic alikuwa anasimama kama ngao ya timu, alafu Fabregas ndo brain ya timu, ambayo kitu ambacho kilikuwa kinatufaidisha sana, kwa maana timu inakuwa ina ngao ambayo analinda defense na mtu ambaye anaweza kuconnect mstari wa nyuma, mstari wa katikati na hata juu, mabao yakawa yanazaliwa. Nafikiri tuliona ni namna gani ambavyo Eden Hazard alikuwa amechangamka zaidi kwenye ule msimu. Nafikiri watu wakizingatia zaidi kwenye ule msimu, Cesc Fabregas ndo alikuwa mtu muhimu sana kwenye kikosi chetu. Kwa hiyo aina ya watu ambao Mourinho alikuwa nao kwa maana ya John Terry pamoja na Gary Cahill ambao ndo walikuwa wanasimama kwenye ukuta wetu, na hata Branislav Ivanovic, nataka kumsahau Msebia huyo, ni mmoja ya watu ambao walisaidia sana kwenye ule msimu. Ivanovic alikuwa mwepesi sana kupanda na kushuka,
na hata baadaye kwenye kuzuia alikuwa anatoa support kubwa sana kwa John Terry pamoja na Cahill. Kwa hiyo nafikiri ukiachana na ambavyo Mourinho anakuwa anaiset timu yake kuwa inapaki basi zaidi na kumletea mafanikio, nafikiri yeye alikuwa hawazi zaidi juu ya kuitafuta burudani ya mpira kwamba mashabiki wa enjoy ama vipi. Yeye alitafuta matokeo, na nafikiri kwa msimu ule matokeo yalipatikana na tukaweza kubeba lile kombe la msimu ule. Kwa hiyo ukizingatia hata statistics ambazo zilikuwa kwa msimu ule, pointi 87, magoli ya kufunga yalikuwa takriban 73 na tuliruhusu mabao 32 ya kufungwa, uwiano mzuri kabisa kwa maana ya faida ya mabao takriban 41 hapo unaona, na clean sheet zilikuwa 17. Nafikiri Thibaut Courtois kwa msimu ule ndo alikuwa anarejea kutoka Atletico Madrid na alikuwa bora zaidi mpaka Peter Cech akawa anaanza kusahaulika taratibu. Kwa hiyo ukiachana na Mourinho ambavyo yeye anaiseti team, nafikiri kitu kikubwa zaidi ambacho kinakuwa kinampa faida ni aina ya watu ambao wanakuwa nao pia ndani ya kikosi chake. Nianzie hapo tena. Mahusiano yake yeye na wachezaji mara zote yamekuwa yakimwangusha, hasa ndani ya klabu yetu. Msimu wake wa mwisho 2014 2015 tukabeba ubingwa, lakini baadaye alikuja akawa na msimu mbaya sana, na moja ya changamoto ambazo zilizungumziwa ni mahusiano mabaya kati yake na baadhi ya wachezaji. Unamzungumziaje Mourinho namna anavyoishi na wachezaji wa timu yake? Nafikiri kuna msemo ambao watu wanasemaga, sometimes overconfidence inalipa, sometimes inaweza ikakuangusha kwa nafasi yake. Nafikiri kitu kilimlipa Mourinho kwa msimu ambao wa nyuma alibeba, na msimu wa baadaye ambao alikuja kuporomoka na ikatokea akaondoshwa ndani ya Chelsea, kwa maana msimu wa 2015 16 kama nitakuwa sahihi, msimu ambao Leicester City walikuwa mabingwa kabla ya ujio wa Antonio Conte, kwenye msimu wa 2016-17 ambao reign yetu ilirudi sasa na kuweza kufanikiwa kubeba ule ubingwa. Kwa hiyo Mourinho yeye mwenyewe, nafikiri misimamo yake na aina ya vitu ambavyo alivyo navyo, nafikiri ukizingatia kuna mchezo ndani ya huo msimu alihojiwa baada ya mchezo, nafikiri tulitoka draw ya bao 1-1 kama sio Sunderland, kama kumbukumbu zangu zitakuwa sahihi. Aliulizwa maswali na mwandishi kwamba anauzungumziaje mchezo. Nafikiri alikuwa frustrated kwa nafasi yake, na akasema hawezi kuzungumzia juu ya kadi za njano, juu ya faulu, kona, kwa sababu anajua pindi tu atakapoweza kuzungumza anaweza kuharibu hali ya hewa, na mwisho wa siku anaweza akakutana hata na kufungiwa kabisa kuendelea kujihusisha na masuala ya soka. Kwa hiyo ilikuwa ni bora zaidi na busara kwake kunyamaza ili aweze kuendelea kulinda status yake. Nafikiri hii inatoa reflection zaidi ni aina ya mtu gani ambayo Mourinho anakuwa kwa nafasi yake. Kwa hiyo unaona ni mtu fulani mbishi ambaye anaamini juu ya misimamo yake, na akiona sometime hali ya hewa haiendelei vizuri ndani ya klabu ama popote pale anapofanya kazi, mara nyingi sio mzito sana kuanza kuzua taharuki na purukushani, na yeye hajali ataondoshwa lini, kwa sababu anajiamini popote pale anapoweza kwenda ana uwezo wa kupata chochote kitu. Na jina lake la Special One nafikiri alikuwa anaweza kulinadi sana kwa kipindi kile. Kwa hiyo nafikiri hiki ni kitu ambacho kilimsababisha kuwa na uhusiano mbovu zaidi na wachezaji, na wachezaji commitment ikawa chini, na baadaye akawa na msimu mbovu, na mwisho kabisa akaondoshwa klabuni, ambao tulikuja kumalizia msimu nafikiri chini ya Gus Hiddink kama nitakuwa sahihi, na baadaye kuja mwalimu Antonio Conte ambaye aliturudisha kwenye mstari ambao tulikuwa tumeuzoea kwa klabu yetu. Swali la mwisho kabisa, unafikiri kama Mourinho angebaki ndani ya Chelsea kwa msimu huo na misimu mingine mbele, angeweza kufanya vizuri zaidi ya vile ambavyo alifanya 2015 2014 na 15, hasa kubeba UEFA Champions League? Kwa nature ya wachezaji aliokuwa nao, kama uhusiano ungeendelea kuwa mzuri na namna ambavyo kwa msimu ule amerudi na akafanikiwa kusekiwa vikombe viwili, kwa maana ya kikombe cha
nafikiri ni kikombe cha ligi kwa maana ya Premier League pamoja na kuna mchezo tulicheza dhidi ya Spurs nafikiri kwenye final, nafikiri ni FL Cup kama nitakuwa sahihi, ambayo tulikuja kubeba kwa bao 2-0, na hata ile mashindano ya FA ambayo tulikuja kutolewa na klabu ambayo inaonekana ni ya kawaida kabisa kwa maana ya Bradford. Nafikiri ule ni mmoja ya mchezo ambao hautosahaulika ndani ya ule msimu, kwa sababu tulikuwa na uongozi wa mabao 2-0 na baadaye vijana walikuja kupindua meza wakashinda bao 4-2, kitu ambacho kilishangaza sana watu wengi, kwa sababu Chelsea iliweza kwenda msimu ambao imeenda takriban mechi kama 17 za ligi bila kupoteza mchezo wote. Nafikiri ilikuwa ni moja ya run ndefu ambazo ziliwahi kutokea ndani ya EPL. Kwa hiyo kwa namna ambavyo Mourinho alikuwa na mentality na alisha approve huko FC Porto, Inter Milan na hata Chelsea, kulikuwa kuna uwezekano wa kuweza kukinyanyua hicho kikombe kama angefanikiwa kubaki ndani ya Chelsea. Kwa profile yake na status na namna alivyo, nafikiri uwezekano huo ulikuwepo kwake. Kubeba UEFA Champions League haikuwa kwamba ni swala gumu kwake, ni swala la mentality, kwa sababu yeye ni mwalimu ambaye anaamini mentality inaijenga dressing room zaidi kuliko namna ambavyo watu wengine wanaamini. Ila hapo himidiwe, kabla hatujaondoka, nafikiri mimi nina maswali yangu kadhaa kama takriban 2 hapa ambayo naweza nikakuuliza na wewe uweze kuwapa watu vile vitu ambavyo unaweza kuwa una mtazamo navyo. Mimi swali langu la kwanza ni kwamba, je, unahisi Eden Hazard kwa namna ambavyo alikuwa amewaka kwa msimu ule, je, anaweza kuwa alikuwa bora zaidi ya Mohamed Salah ambavyo alikuwa kwenye piki yake ndani ya Liverpool? Na swali langu jingine la mwisho ni kuunganishia maswali tuokoe muda kidogo. Nafikiri ni vipi ambavyo unahisi ni kati ya Mourinho na Antonio Conte ambaye alikuja msimu wa 2016-17, ni nani alikuwa mkali na ni kombe lipi ambalo tulibeba kwa aina yake kupitia walimu hawa wawili? Nafikiri swali la pili utanikumbusha kwa sababu inawezekana nikasahau. Lakini kwenye nianze na swali la kwamba Eden Hazard kwenye msimu huo alikuwa ni bora kuliko Mohamed Salah au ilikuwaje? Kwangu mimi naamini wote walikuwa ni wachezaji bora, lakini Eden Hazard alikuwa ni untouchable ndani ya Chelsea kwa sababu ya ile improvement yake ya timu, alivyokuwa anaweza kuifanya timu iwe hatari hasa kwenye eneo la juu kwa msimu huo. Na ukimtazama Eden Hazard kwa msimu huo alikuwa ni mchezaji bora wa Premier 2014-2015. Pia alikuwa ni mchezaji ambaye ndani ya Chelsea nafikiri ukianza tu kutaja kikosi lazima utaanza kulitazama kwanza jina la Eden Hazard kwamba ni jina ambalo lipo kwenye kikosi, na alikuwa anaweza kudeserve kuwa hivyo kwa sababu ni mchezaji ambaye alikuwa na uwezo wa kufunga, na uwezo wa kutengeneza nafasi, alikuwa na uwezo wa kutubeba kwenye zile mechi ngumu ambazo zilikuwa ni ngumu na zinahitaji kuamuliwa na talent ya mchezaji mmoja mmoja kwenye timu. So Eden Hazard alikuwa ni mchezaji ambaye kwangu mimi naamini alikuwa ni bora kuliko Mo Salah ambaye kwa kiwango fulani naweza nikasema hakupata nafasi kubwa ya kuanza kwenye kikosi cha kwanza au kupata muda mzuri wa kuweza kucheza, lakini bado still alikuwa akipata nafasi ya kucheza. Ulikuwa unaona kabisa kwamba ni mchezaji ambaye alikuwa ni promising player kwa upande wa Chelsea, lakini Eden Hazard alikuwa tayari ameshaonyesha ule ubora ambao tulikuwa tunauhitaji kwa wakati huo. Na alipoondoka akaenda kwenye klabu nyingine alionyesha ubora kwa kiasi chake, na baadaye ndio akaja kutua kwenye klabu ya Liverpool. Na nikwambie tu kwamba kwa msimu huo Eden Hazard alikuwa hashikiki kwa sababu ni miongoni mwa wachezaji ambao kiukweli ukijumlisha assist pamoja na magoli, ile combination yake na Cesc Fabregas, Diego Costa, la sometime unamkuta pembeni yuko Andre Schürrle ambaye pia alikuwa anafanya vizuri. Kwa nafikiri ni mtu ambaye kwangu mimi alikuwa ni untouchable kwenye kikosi. Nikumbushe swali la pili kabla hatujaondoka hapo. Je, unahisi Hazard ni moja ya dribblers bora kuwahi kutokea kwenye ligi mpaka sasa? Sioni mchezaji ambaye anaweza kumzidi Eden Hazard kwenye kudribble
yani namna alivyokuwa na dribble mpira tena kwa kiwango cha juu kabisa ambacho inawezekana mchezaji ambaye alikuwa anaweza kumzidi Hazard kwa kipindi hicho nafikiri alikuwa ni Messi peke yake. Labda kidogo Neymar Jr alikuwa anaweza kumsogelea, lakini Eden Hazard kwenye upande wa kudribble alikuwa ni mzuri, yuko very fast, yuko na balance ya kutosha. Ile close yake control, namna anavyodhibiti mpira alikuwa ni hatari, lakini namna alivyokuwa aggressive, yani kiukweli jamaa alikuwa ni mzuri sana kwenye kutengeneza nafasi kupitia kasi yake, balance yake ya mwili, lakini na vitu vingine. Nafikiri hakuna mchezaji ambaye anaweza kumzidi Eden Hazard. Mpaka sasa hivi tunavyozungumza, sioni mchezaji ambaye anaweza kufikia kiwango cha Eden Hazard kwenye kudribble. Swali la mwisho lilikuwa ni juu ya Chelsea ya Mourinho na Chelsea ya Conte, kwa maana Chelsea ya Mourinho kwenye hiyo awamu yake ya pili, kwa maana ya second spell ambayo alirudi msimu ambao tunaozungumzia, kwa maana ya msimu wa 2014-15, na Antonio Conte ambaye alikuja kuirudisha Chelsea kwenye mstari ambayo ilionekana kuporomoka kwenye msimu wa nyuma ambao Mourinho alipewa virago vyake na kuondoka ndani ya klabu yetu. Kwa hiyo unafikiri ni Chelsea ipi kati ya hizi ilikuwa ni kali zaidi? Bonge moja la swali afu linaumiza kichwa kweli kweli, lakini kwangu mimi nitabaki na Jose Mourinho kwa sababu ilikuwa inaweza kutoa matokeo kwa haraka zaidi. Jose Mourinho alikuwa anaweza kubadilisha timu na ikatoa matokeo kwa haraka, lakini kwa namna ya timu kuvutia, nafikiri Antonio Conte alikuwa ni mzuri sana kuweza kuitengeneza timu ikaweza kuvutia. Nafikiri na aina ya wachezaji pia ambao walikuja kawapata Antonio Conte kuweza kutengeneza timu yake ilikuwa na uwezo mzuri wa kufanya vizuri. Kipindi cha Mourinho nafikiri ilikuwa ni zaidi matokeo kuliko aina ya mpira. Kwa hiyo nafikiri kwangu mimi Chelsea ya Jose Mourinho ilikuwa ni hatari sana, kwa sababu ilikuwa imebalance kwenye kuzuia, kushambulia, lakini pamoja na ile tunasema nidhamu ya kimpira aliyokuwa nayo Jose Mourinho, kiukweli ilikuwa ni bonge moja la timu, na nafikiri japo ilikuwa na vitu kidogo vya vinavyoweza kuwa ni madhaifu ya kwenye timu, hasa ile migogoro ambayo ilikuwa inazaliwa kwenye timu, lakini bado Jose Mourinho alionekana kuwa ni mtu bora sana kwa upande wa Chelsea. Sisemi kwamba mtu kama Conte alikuwa ni na timu mbaya, lakini alikuwa na timu nzuri, isipokuwa kwangu mimi naamini Jose Mourinho alikuwa na kikosi ambacho kilikuwa kina uwezo wa kufanya makubwa zaidi kama angefanikiwa kupata tu baadhi ya wachezaji. Nafikiri mchezaji aliyemkosa tu kwenye kikosi chake huenda angempata N'Golo Kante kwa wakati ule, angekuwa ni mtu hatari sana kwa misimu hii. Kwa hiyo unahisi hapo kuna mchezaji ilikuwa kuna uwezekano wa kuchomoka N'Golo Kante akacheza ndani ya ile klabu? Vipi kumhusu Ramirez? Ramirez alikuwa ni box to box midfielder ambaye alikuwa ni mzuri, alikuwa ni mzuri kwa kiwango chake na alifanya yale ambayo alikuwa anayafanya, lakini N'Golo Kante kwangu mimi naamini hata angecheza ndani ya Chelsea angeweza kutumika kama vile ambavyo alimtumia Claudio Makelele huko nyuma kwenye kikosi chake. Nafikiri angewapa uhuru zaidi wa Mourinho kutengeneza safu bora kabisa ya kiungo ambayo ingekuwa imetengeneza balance nzuri, na hasa ukizingatia 2014 na 15 mchezaji kama Michael Essien alikuwa ameshaondoka kwenye kikosi. Kwa alikuwa na uwezo wa kumuingiza mtu mwingine ambaye alikuwa na uwezo wa kuingia kwenye kikosi na kufanya vizuri. Mourinho top coach kwa upande wa Chelsea kwangu mimi. Siamini kama kuna mtu mwingine anaweza kufikia viwango vyake. Basi mimi nikushukuru sana. Nafikiri ukipewa nafasi nyepesi sana ya kukiangalia kile kikosi ambacho kilikuwa chini ya Mourinho mwaka 2014-15 na kikosi ambacho kilichopo sasa, vipi, kuna mchezaji ambaye unaona anaweza kuwa dafu kuingia walau kwenye angalau substitution, kwa maana tukisema first 11 tutakuwa tunaenda mbali zaidi? Ni mchezaji gani ambaye kwenye Chelsea yetu ya sasa ambayo imepita mikononi mwa Pochettino, mikononi mwa mwalimu Enzo Maresca na mpaka sasa mwalimu Liam Rosenior, nafikiri umekiona kikosi na umekifuatilia kwa ukaribu zaidi? Je, ni vipi unaona kuna mchezaji ambaye ana uwezo wa kuchomolewa kwenye kikosi kile cha Mourinho na akaingia mchezaji ambaye kwa sasa bado yupo ndani ya klabu ya Chelsea?
Ah, substitution nitaweza kumweka Reece James, lakini Moi Caicedo kiukweli sioni kama anaweza kuingia kwenye kile kikosi, lakini Cole Palmer nafikiri anaweza kuwepo kwenye kikosi kwa sababu ya namna yake ya uchezaji. Namba 10 anaweza kuingia pale akawa kama substitution ya Cesc Fabregas kama namba 10, lakini Liam Delap kwa leo, yani kwa Mourinho angekuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao wanapata nafasi ya kucheza sana, kwa sababu ni namna yake ambavyo anaweza kutumia nguvu nyingi. Angalia washambuliaji wengi wa Jose Mourinho, Didier Drogba, Diego Costa, ukimtazama na Liam Delap unaona kuna kauiano fulani kanakuja, hasa kwenye matumizi mazuri ya nguvu, namna ambavyo Mourinho anapenda kutumia standing striker ambaye anaweza kusimama peke yake na akaweza kugadi mpira, akahodi kuwasubiri wachezaji wengine waweze kuja kwenye maeneo na kutengeneza nafasi kwa wengine. Nafikiri Liam Delap angekuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao wangepata nafasi ya kuanza kwenye kikosi chake cha Mourinho. Lakini pia Mourinho anapenda wachezaji ambao ni leadership, yani kikosi cha Mourinho kwa kiasi kikubwa kinakuwa na watu ambao wana uwezo mzuri wa kuwa viongozi kwenye timu. Levi Colwill kwangu mimi pia angepata nafasi ya kuwepo kwenye kikosi kwa sababu ya ile mentality yake ya uongozi kwenye kikosi. Kwa hiyo nafikiri hao ni baadhi ya wachezaji ambao nafikiri wangepata nafasi ya kuwepo kwenye kikosi cha Mourinho. Huenda wangekuwepo kwenye substitution au wangepata nafasi kabisa ya kuwepo kwenye kikosi cha kwanza, hasa Liam Delap ambaye nafikiri kwangu mimi ni miongoni mwa wachezaji ambao wana uwezo mkubwa sana wa kutumia mwili wao vizuri. Binafsi mimi natazama maeneo mawili hapa, kwa maana ya mbavu ya kushoto ambao alikuwa na operate Filipe Luis kwa msimu ule, nikimwangalia Marco Correa sasa, na eneo jingine nafikiri mchezaji kwa msimu ule ambaye alikuwa underrated na alikuwa anapiga mabao fulani makali sana ni Oscar Mbwaba. Watu wanamsahau sana bwana mdogo huyu kwa kipindi kile, na nafikiri kipindi cha Antonio Conte ndo aliondoka ndani ya Chelsea, ila Oscar bwana alikuwa ni moja ya vipaji vikubwa sana ambavyo viliwahi kukatiza mitaa darajani. Kwa hiyo eneo la namba 10 ambalo alikuwa na operate Oscar mara nyingi, nafikiri ndo ningeweza pia kumdrop Cole Palmer kwenye maeneo yale, na hata kwa Filipe Luis ambaye alikuwa kwenye mbavu ya kushoto, nafikiri Correa angeweza kukaa kama substitution ya kwa kipindi kile, kwa sababu ukizingatia kwenye mbavu ya kulia tulikuwa tuna Branislav Ivanovic pamoja na bwana mmoja wa sisi wakubwa wa Chelsea, Cesar Azpilicueta, naye alikuwa kwa msimu ule ndo anakuja taratibu mwenyewe. Ila eneo jingine nafikiri William Box da Silva, nafikiri kwa Estevao ni madaraja makubwa sana, mtu achane na upande huu. Kwa hiyo binafsi nafikiri wachezaji hao wawili sioni nafasi ya Moises Caicedo ama wakina Levi Colwill kutokana na ule ukubwa ambao Gary Cahill pamoja na Yohan Terry walikuwepo nao, na hata kwenye eneo la kiungo ni Maya Matic ambaye alikuwa kipenzi cha Mourinho na watu nafikiri walikuwa wanaliona ili kwa kipindi kile, pamoja na uwepo wa Ramirez pamoja na Cesc Fabregas, sioni nafasi ya Caicedo kwenye kikosi kile. Kwa hiyo wachezaji ambao mimi kwa mtazamo wangu nafikiri ni wachezaji hao wawili, kwa maana ya Marco Correa pamoja na Cole Palmer ambao ndo wangeweza kutumbukia kwenye kikosi kile. I say kweli mjadala ni mkubwa sana. Nafikiri ni kushukuru sana bwana Hafiz Mnacho kwa hiki ambacho leo tumeweza kukifanya, na nafikiri hakuna tena ubishi. Jose Mourinho anabaki kuwa mwalimu bora, au sio? Kwa profile ya makocha ambao wamepita ndani ya Chelsea, nafikiri watu ambao walikuja kutupa uhai na kuisaidia Chelsea kukusanya mashabiki wengi, nafikiri Mourinho yupo kwenye vitabu vya Chelsea mpaka kesho, na sioni kama kuna mwalimu ambaye atakuja kuvunja rekodi yake. Zaidi ya hayo, nafikiri aliwahi kupita Carlo Ancelotti ambaye alikuwa na moja ya vikosi bora sana ndani ya Chelsea, lakini alishindwa kufua dafu juu ya hichi ambacho Mourinho alikifanya kwa nafasi yake. Kwa hiyo nafikiri kwa Mourinho anabaki kuwa moja ya kufunzi bora zaidi kuwahi kupita ndani ya Chelsea, na nafikiri yeye mwenyewe anapahisi kama nyumbani, kwa sababu sijaona kocha ambaye amefanikiwa kurudi mara mbili ndani ya klabu na kuja kutoa kitu ambacho Mourinho ameweza kukitoa ndani ya klabu ya Chelsea. Mmoja ya makocha walioweza kurudi mara mbili na kwa vipindi vifupi alikuwa ni Guus Hiddink ambaye
mara mbili nafikiri amekuja kuchukua nafasi za watu na akafanya vizuri. Nafikiri alichukua FA mara moja, alafu akaja akachukua na kitu kama ni Carling Cup hivi akachukua mara moja, lakini vilikuwa ni vipindi vifupi. Kwa kumalizia kabisa, unafikiri soka la wakati huu linamhitaji huyu Jose Mourinho ambaye tunamsifu leo hii? Kwa namna ambavyo mpira unachezwa saa hizi, nafikiri ni vitu vingi sana ambavyo vipo twisted kutoka ule mchezo wa football kwa zamani. Nafikiri Mourinho ndo maana unaona hata Benfica amepita Fenerbahce ambaye ameweza kuonekana hana kitu kipya zaidi kitoa kwenye soka la sasa. Nafikiri ningekuwa mshauri wake, ni moja ya watu ambao ningemshauri aweze kupumzika kama ambavyo wenzake walipumzika mapema kabisa, kama Arsene Wenger ambavyo alikimbia mapema, kwa sababu vitu vya sasa ni tofauti na zamani. Sasa hizi wachezaji wanacheza mpira wako ni makaratasi zaidi ya kuzingatia vipaji ambavyo wanakuwa wanavyo hao binafsi. Ni kushukuru sana Kamanda Hafiz Mnacho, na ni wakati mzuri ambao tumepata kumwangalia Jose Mourinho wakati wake wa pili akiwa ndani ya Stamford Bridge, the special one, lakini kuna wakati alikuja kajiita the only one wakati anarejea kutokea Real Madrid kwa wakati huo, na chini ya mmiliki Roman Abramovich ambaye alileta mafanikio makubwa pia ndani ya Chelsea. Mimi naitwa Himidiwe Kabuje, Mbrazil anayecheza kupitia mdomo. Nilikuwa na Hafiz Mnacho. Tukutane kupitia Darajani 1905. Lakini hiyo ni Facebook, Instagram pamoja na YouTube. Wewe msikilizaji ambaye unatusikiliza kwa wakati huu, pia unayo nafasi ya kuweka comment kwenye mchango huu wa Jose Mourinho. Nini ambacho unakifikiria kuhusu Jose Mourinho? Lakini unaona kuna mwalimu mwingine ambaye alikuwa na uwezo wa kufikia kile ambacho Mourinho alikifanya na ataweza kukifikia kwa wakati unaofuatia? Shuka chini kwenye comment, tuambie namna gani ambavyo unafikiria wewe kuhusu haya ambayo tumeweza kuyazungumza hapa. Nikutakie wakati mzuri na nyakati nyingine. Bye bye.